Habari ndugu mpenzi mtazamaji, leo nimetembelewa na mshauri wa afya na tiba. Karibu sana, karibu sana mgeni wangu. Asante sana. Unaweza kujitambulisha majina yako kamili na pia unajihusisha na nini katika ushauri wako wa tiba na afya? Sasa kwa majina naitwa Dr. Maembo, ni daktari ambaye anajihusisha sasa na changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Okay. Umesema unajihusisha sana na ugonjwa wa kisukari. Sasa unaweza ukatuelezea kisukari ni nini hasa na kwa nini kisukari huwa kinatokea katika miili ya binadamu? Sawa. Unapozungumzia kisukari, kwanza ni neno pana. Kisukari ni ugonjwa ambao unakuwa unasababishwa na kuzidi kwa kiwango cha sukari mwilini, sawa, na hasa unakuwa unapata watu wa rika zote. Ndio. Okay. Je, unaweza ukanielezea ni dalili gani ambazo mgonjwa wa kisukari anaweza akawa nazo? Dalili za kisukari kwamba kuna zile dalili ambazo mtu mpaka anaonekana kwamba mtu ana kisukari. Dalili kuu ziko kama tatu. Ya kwanza ni kukojoa mara kwa mara, hasa wakati wa usiku, lakini pia dalili nyingine ni kupata kiu. Dalili ya tatu ni kupata njaa isiyo ya kawaida. Kwa hiyo pale zote ni dalili ambazo za mtu ambaye anakuwa changamoto ya kisukari. Na ile pale sisi nakuna haitegemei kwamba labda ni kisukari labda type 1 au type 2, inakuwa ni kwa watu wote. Ndio. Umezungumzia kuhusu kisukari type 1, kisukari type 2. Je, unaweza ukanipa tofauti kati ya kisukari type 1 na kisukari type 2? Sawa. Unapozungumzia kisukari type 1 ni kile kisukari ambacho mtu anazaliwa nacho. Lakini unapozungumzia type 2 ni kisukari ambacho mtu anakipata tu akiwa baada ya kuzaliwa au anakipata kutokana na lifestyle zake, the way anavyokuwa anaishi katika jamii na vitu ambavyo anakuwa anavitumia katika maisha yake yote. Hiyo ndio tunaita type 2. Lakini pia kuna gestational age, tunaitwa gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus ni ugonjwa wa kisukari ambao sasa unakuwa unakumba wajawazito pindi pale anapokuwa anapata ujauzito, na hii hapa inakuwa inapelekea na kuzidi kwa kiwango cha estrogen hormone kwenda kudhibiti kile kiwango cha sukari na kwenda kusababisha insulin ishindwe kufanya kazi yake vizuri. Ndio. Okay. Asante sana. Wakati unaanza kuongea kwenye kisukari type 2, umezungumzia kwamba masuala mazima ya lifestyle, yani mtindo wa maisha. Ndio. Sasa unaweza ukatuelezea ni namna gani mtindo huu wa maisha unaweza ukasababisha ugonjwa wa kisukari? Unapozungumzia mtindo wa maisha ni pamoja na vitu kama unywaji wa pombe kupindukia, lakini pia kuna baadhi ya vyakula ambavyo ukiangalia kwa sasa watu wengi sana wanakuwa wanakula vyakula ambavyo vinakuwa vina kemikali nyingi, lakini pia na vitu ambavyo vinakuwa vina sukari nyingi. Kwa mfano ukizungumzia kuna baadhi ya pombe, vijana wanakuwa wanapenda sana kunywa pombe wakidhani kwamba ni labda ni sehemu mojawapo ya kuenjoy, lakini kumbe ndivyo sivyo. Wanakuwa wanapelekea sasa kufanyaje, kwenda kuathiri baadhi ya organi zishindwe kufanya kazi yake vizuri. Sasa organi husika hapo ni organi ya insulin. Kuna insulin pamoja na kongosho. Kongosho pale inapokuwa na tuseme na overload, yani inazidisha matumizi, kiwango cha sukari kinazidi, kishazidi inashindwa sasa kuziconvert, maana kuzibadilisha na kupelekea sasa kufeli na kuzidi kwa kiwango cha sukari katika mzunguko wa damu. Na damu kwa na kiwango kikubwa cha sukari. Na sisi tunakuita kama mtu mwenye changamoto ya kisukari. Ndio. Okay. Asante sana. Ni pia ningependa kujua pia watazamaji wangu wangependa kujua ni madhara gani hasa ambayo yanaweza yakamkuta mtu ambaye tayari ameathirika na ugonjwa huu wa kisukari? Madhara ni mengi, lakini madhara makuu ni yapo tu kadhaa ambayo naweza nikakwambia kwa siku ya leo. Madhara ya kwanza ni sasa napelekea kupata ganzi, lakini pia ninapelekea kutokupata nguvu za kiume, lakini na uono hafifu, kuchoka mara kwa mara. Zote pale ni dalili za nini? Ni dalili au madhara ya mtu mwenye changamoto ya kisukari. Okay. Ndio. Asante. Umesema kwamba wewe ni mshauri wa tiba, mshauri wa afya na tiba pia. Sasa ningependa kujua ni kwa namna gani taasisi unaotokea au taasisi yenu inawezaje kutibu ugonjwa huu wa kisukari na mtu akaweza kuepukana kabisa au kumaliza kabisa changamoto hii ya kisukari? Sawa. Kwa upande wetu sisi tumejikita sasa na kwenda kutibu chanzo cha tatizo, madhara
pamoja na kutibu chanzo chenyewe au kisukari chenyewe. Unapozungumzia chanzo cha tatizo, tunaenda kutibu kongosho. Tukishatibu kongosho, kama unavyojua kazi ya kongosho ni kuzalisha insulini, na insulini inakuwa ina control kiwango cha sukari katika damu. Ikisha control kile kiwango cha sukari kinakuwa sawa, na kisha kuwa sawa, basi mtu anakuwa hana hiyo changamoto. Lakini pia tunapozungumzia masuala mazima ya ganzi, kuna watu hivi karibuni tunasikia mtu akishapata hiyo changamoto anakuwa anapata na ganzi. Na hii ganzi inapekewa na changamoto ni kwamba baadhi ya organi zinakuwa hazipati ile damu, mzunguko wa damu. Kwa hiyo unapokuwa inakuwa changamoto kwamba hapati mzunguko wa damu, hiyo tunasema sasa sisi lazima tumpatie dawa ambayo itaenda kumsaidia katika mzunguko mzima wa damu. Lengo ni kwamba kwenda kuzibua kama kuna sehemu zozote za mishipa zimeziba, kwenda kuzibua ile mirija, na ikishazibua basi sehemu zote za mwili zinakuwa za faili zinapata hiyo damu na kuondoa changamoto ya ganzi. Lakini pia sasa kwenye upande wa nguvu za kiume ndivyo hivyo kwamba mtu anapopata upungufu wa nguvu za kiume, ina maana kwamba sasa baadhi ya kwenye organi au katika mishipa yake ya uume inakuwa ipati mzunguko wa damu. Hiyo pia tunasema ni kwamba wanakuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Okay. Ndio. Asante sana kwa muda wako na kwa ushirikiano wako, lakini ningependa kuwasaidia watazamaji wangu. Ndiyo. Ni kwa namna gani wanaweza wakawafikia ili kuweza kupata matibabu na kupata kabisa suluhisho la changamoto hii ya kisukari? Kwa sisi tunapatikana Dar es Salaam Kimara Stopover, na pale ndipo matibabu yote yapo. Ukishafika pale kuna huduma zote utapatiwa, lakini pia utaonana na daktari bingwa atakusaidia. Na kwa mawasiliano zaidi kwa njia nyepesi ya kutupata ni atapiga namba za simu zitakazopita hapo chini na itakuwa ni rahisi kutupata sisi. Okay. Asante sana kwa muda wako. Karibu tena. Nilikuwa nami mtangazaji wako Lemi. Karibu sana.